Awali ya yote, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia siha njema. Tumekutana katika viwanja hivi vya Kinyasini tukiwa na nuru, tumependeza kwa mavazi yaliyofanana na rangi ya Chama cha Mapinduzi, rangi ya manjano na kijani. Imependeza sana wana wa Kaskazini. Vile vile nishukuru sana kwa umoja wa vijana ngazi ya mkoa wakiongozwa na kaka yangu Ismaili pamoja na kamati nzima ya utekelezaji kwa kuitikia maelekezo ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa yaliyotolewa na kamati ya utekelezaji tukiongozwa na mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana taifa. Maelekezo hayo, nikitizama hadhara hii, amesema kwamba yanafanana na hadhi ya kitaifa. Tangu mwanzo nikitizama namna ambavyo mpangilio ulivyo, kweli yana hadhi yale ya ngazi ya taifa, lakini safari hii tunazindua kimkoa na hakuna awali mbovu. Kaskazini imetisha sana. Tangu nimefika mapokezi ni mazuri, lakini hata mahudhurio yenu yanatia hamasa, ari na morali kuyaendea matembezi ya takribani kilomita 9 na kuacha athari chanya katika maeneo yote tutakayopita. Na mimi niseme tu, ninawiwa kutembea bila kuchoka. Matembezi oye! Vile vile endelee kushukuru kamati ya utekelezaji ya umoja wa vijana taifa na ninyi kuridhia mimi kuwa mgeni rasmi katika matembezi haya ya miaka 62. Ninaamini mimi na kila mmoja aliyopo hapa tumetengeneza historia ambayo haitakuja kufutika, kwamba matembezi ya mwaka 2026 ya tarehe 4 Januari yaliyozinduliwa pale Kaskazini Unguja, alikuwepo Rehema Sombi na Youth League. Kwa kipindi hicho mtakuwa alumni kama tunavyosema Mheshimiwa Sadifa kwa sasa na yeye ni alumni japo mwenyekiti astaafu. Wana matembezi oye! Pia nishukuru sana kwa namna ambavyo mmeweza kupangilia ratiba ambayo naamini hatutaishia kutembea tu, tutaacha athari kwa kufanya shughuli za kijamii ikiwemo usafi na maeneo mengine ambayo yamepangwa kulingana na ratiba yetu. Utaratibu mzuri oye! Lakini kulingana na muktadha wa hali ya hewa ya leo, nitaenda kwa nukta chache, hususan kuelekeza pongezi kwa hadhara nzima, kwa sababu ninaamini umoja siku zote ndiyo nguvu na utengano ni udhaifu. Mwaka 2024 kwa upande wa Tanzania bara tulifanya vizuri kwa ushirikiano wenu kuhakikisha kwamba serikali za mitaa, vijiji na vitongoji tunafanya vizuri. Ilikuwa ni dira kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa umoja ule tumefanya vizuri hadi kupelekea kupata viongozi wengi wa umoja wa vijana kupenya katika nafasi na ngazi za maamuzi, na huku juu Dr. Samia na Dr. Mwinyi ile mitano tena tulidhihirisha kwa kura za kishindo. Ninawapongeza sana. Ninawapongeza kwa sababu wote kupata alama A sio jambo dogo. Daktari Samia Suluhu Hassan kura 97.5 si masihara. Imedhihirisha tunayo nguvu ya umma wanayoimani na uongozi wa Chama cha Mapinduzi katika serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kupata 74.8 inadhihirisha tunayo mapenzi ya dhati na uongozi wake tumeiona neema aliyotuahidi katika nyanja zote, hususan kwetu vijana. Viongozi wetu oye! Na serikali ya awamu ya 8 tumeendelea kujionea mengi ambayo yameendelea kufanyika, hususan katika viunga vyote vya Zanzibar. Tukizungumza Unguja na Pemba, Dr. Mwinyi alitembea na mkasi katika maeneo yote kuzindua miradi ambayo imeleta athari chanya kwa miaka 5 iliyopita. Tunayo imani kubwa miaka hii mingine 5 ambayo tumempatia 2026 mpaka 30 yatafanyika makubwa, na sisi vijana tutakuwa wanufaika wa mwanzo. Hapo vipi? Tutakumbuka yamefanyika mambo mengi ikiwemo ujenzi wa masoko, ujenzi wa vituo vya wajasiriamali katika awamu iliyopita, hospitali za wilaya na mikoa,
Tutakumbuka mikopo isiyo na riba imetoka kwa wajasiriamali, lakini miundombinu ya barabara ni ya kisasa. Ukipita Zanzibar ya leo sio sawa na Zanzibar ya zamani. Dr. Mwinyi oye! Umefanyika uwekezaji mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa hapa Zanzibar, lakini tumejionea maboti ya wavuvi namna ambavyo yamekabidhiwa, hususan pia wale wakulima wa mwani wamekuwa wakitajwa na kuacha athari nzuri kwa namna ambavyo zao hilo limeendelea kuchanja mbuga. Vituo vya mabasi vimejengwa, lakini vile vile shule za ghorofa. Ukiitizama Zanzibar ni kama New York kwa shule ambazo zinavutia. Magorofa oye! Dr. Mwinyi na elimu oye! Tumeona maliko ya samaki, lakini huo unaweza kusema ni uongozi unaoacha alama. Hiyo ni athari chanya tulioipata katika mengi ambayo yalijitokeza katika miaka 5 iliyopita. Ninaamini neema kubwa inakuja 2026 kwenda mpaka 2030 baada ya uchaguzi mkuu wa 2025 chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 8 kipindi hiki cha pili. Dr. Mwinyi oye! Lakini jembe na nyundo, jembe na nyundo.